Mtazamaji wa Baada TV, na kurejesha siku ambayo mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu alifikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam na alisomewa shitaka la uhaini. Lissu ambaye alitetewa na mawakili 6 wakiongozwa na Dr. Rugemeleza Nshara alidaiwa pia kuchapisha taarifa za uongo kuhusu uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2024 akihusishwa na madai ya kuingiliwa kwa polisi katika upigaji kura na upendeleo wa majaji kutokana na uteuzi wa rais. Mahakama ilisema haina mamlaka ya kusikiliza kesi za uhaini na iliahirisha shauri hilo hadi Aprili 24 mwaka 2024. Awali, jeshi la polisi lilisema lilimkamata Lissu mkoani Ruvuma kwa tuhuma za uchochezi dhidi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na lilitoa onyo kwa vyama vya siasa kuepuka maneno ya uchochezi na uvunjifu wa amani kuelekea uchaguzi. Wakati huo polisi walitumia mabomu ya machozi kuwatawanya wafuasi wa Chadema na waliozuia mkutano na waandishi wa habari, huku baadhi ya viongozi wa chama hicho wakiripotiwa kipindi hicho kukamatwa na kushikiliwa na jeshi la polisi, akiwemo John Heche, Godbless Lema na Adeni Mayara. Pia Brenda Rupia alikuwa katika kitengo cha mawasiliano katika chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Mtazamaji wa Baada TV, na kusogezea hotuba ya kwake mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema Tundu Lissu, ambayo kauli yake ilimpelekea ama ilimpa kesi ya uhaini huko Mbinga mkoani Ruvuma. Huyu hapa. Wamesema kitu kimoja sahihi hapa. Wanasema hivi, msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli. Ni kweli. Kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi. Hiyo ndio namna ya kupata mabadiliko. Ndio namna ya kupata. Mandela had to go through 27 years for treason ili kupata mabadiliko Afrika Kusini. Kwa hiyo tunaenda kukinukisha. Walio tayari tutakwenda nao. Tutaenda na walio tayari. Hakuna mtu atawekewa bunduki hapa. Walio tayari tutaenda nao. Wanaofikiria kwamba CCM watakuwa walokole, wamebadilika na nini, tutawatakia kila laheri. Sisi sio watu wenye roho mbaya. Lakini kama unataka kuwa mbunge seriously, twende tukapiganie mabadiliko. Tukipigania mabadiliko, ndugu zangu, kitu gani kitakachoharibika? Kitu gani ambacho nchi itapotea? Sana sana huu uchaguzi tutavuruga huu uchaguzi. Kama ulikuwa unafikiria kuwa mbunge Oktoba au Novemba, sahau. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Na mimi nilikuwa nafikiria urais. Nimtiania. Nimesahau. Au kama ulikuwa unafikiria udiwani Novemba, sahau. Kwa sababu tunaenda kukinukisha vibaya sana. Sawa. Tukikinukisha vile tutaumia. Ni kweli. Lakini mimi na imani tutashinda. Unajua kwa nini? Tukikinukisha seriously, watafanya nini? Watatuua. Wanaweza? Watatuua. Kwa hiyo mimi nimekinukisha, nakamatwa napelekwa wapi?
naenda kushtakiwa kwa uhaini, kwa kuamsha maasi. Actually hakuna katika siasa za ukombozi, sizungumzi siasa za udalali, kwenye siasa za ukombozi, siasa za udalali sio za ukombozi. Kwenye siasa za ukombozi, kukamatwa na kushtakiwa mahakamani ni kuvikwa taji la dhahabu. Okay? Ngoja nieleze hivi. Julius Nyerere, na mara nyingi hatufahamu historia yetu. Nani alikuwa Mtanganyika wa kwanza kupatikana na hatia ya kosa linaloitwa uchochezi? Julius Nyerere. Hiyo kesi ya Julius Nyerere ya mwaka 58, yeye na mhariri wa tano anaitwa Robert Makanga wa gazeti la Tano, na mhariri wa gazeti la Mwafrika anaitwa Rashid Bardel, alikuja kuwa mbunge. Hiyo ilikuwa kesi ilimpaisha Nyerere beyond measure. Kesi ya Julius Nyerere, patikana na hatia ya uchochezi, kaambiwa afungwe miezi 6 au aende jela. Nani aende jela miezi 6 au alipe shilingi 358 hazikuwa chache. Sawa. Na ukifikiria nani mwingine wa anayetuzunguka wa nchi zetu ambaye hakwenda gerezani? Kaunda alienda gerezani, Mugabe alienda gerezani, na Nujoma alienda gerezani, Kenyatta alienda gerezani miaka 9. Alipotoka gerezani straight Lancaster House kwenda kujadiliana uhuru. Nyie mnasema hivi ni uhaini, uasi, kwa hiyo tutafungwa. Si uasi. That is the way to freedom. Tutachelewa kidogo. Tutachelewa kama hamu ni ubunge, tutachelewa kidogo. Lakini tutapata mageuzi yatakayotupeleka wengi zaidi bungeni. Watu wanataka tuwe tukapate 5%, tukapate 5% na wabunge labda 7, alafu tuanze kupigana nini vikumbo juu ya nani aende kwenye viti maalum. Nataka tupate kura nyingi zaidi, na tuna uwezo kupata kura nyingi zaidi, ili wote mnaotaka viti maalum mpate nafasi ya kuwa viti maalum. Mtapata viti maalum kukiwa na mabadiliko, sio hii habari ya nini hii. Na tutakuwa na wabunge wa majimbo wengi zaidi, na tutakuwa na rais actually. Kwa hiyo ni njia ngumu, ni kweli. Hakuna chama kinawe kuzungumza lugha hii ever katika nchi hii. Ni sisi tunaizungumza. Kwa hiyo asante. Kwa heshimiwa, tujiandae, tutashinda. Msiogope. Mara ngapi imeandikwa kwenye Biblia? Msiogope. Msiogope. Kwa ndugu zangu, ya kwangu ni haya. Nimetoka kwenye ziara ya kanda ya Nyasa, na kesho tunaenda kusini. Mheshimiwa Mayala, kesho tuko kwako. Sasa huko nyanda za kanda ya Nyasa tulikotoka, nimemwona mwenyekiti wako hapa, watu wa Nyasa. Watu wa Nyasa, simameni wapo. Hawa petitioners wanasema hivi, hicho chama nilichokiona Nyasa kitakufa tusipoenda kwenye nini, kwenye uchaguzi. Hawa ni watu ambao wamesahau
wamesahau kufanya siasa za wananchi wetu. Wananchi wa Nyasa ambao mimi nimekuwa nao siku 8 wako militant, hujawahi kuona. Kama Watanzania wanachama wetu ndio hao niliowaona Nyasa, na mimi nafikiri wako hivyo kila mahali. Then tukapambane, tupata mabadiliko kabisa. Tukapambane, tupata mabadiliko. Watu wetu wanahitaji kuandaliwa, wanahitaji kuambiwa, wanahitaji kuongozwa, lakini wanahitaji kuongozwa na viongozi jasiri. Tusiende na hii unagusa unarudi, unagusa unarudi. Hiyo sio namna ya kwenda. Sawa sawa. Kwa ndugu zangu, ya kwangu ni haya. Niwashukuruni sana watu wa Nyasa. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.